Hi everybody once again. Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji katika kipindi chako cha sanaa yetu maisha yetu. Hivi leo tuko na mgeni hapa studio, pia atajitambulisha kwa wakati wake utakapowadia. Lakini moja kwa moja tukienda katika mada ambayo tunayo leo, ni kwa nini wasanii wa fine art hawai maarufu sana kama wasanii wa filamu na wasanii wa muziki kama akina Diamond Platinum, akina Wema, akina nani. Hawai maarufu sana. Je, ni nini kifanyike? Ni hatua gani zichukuliwe ili pia na wao waweze kuonesha mchango wao katika nchi yetu? Namshukuru Bwana David kwa kunikaribisha katika kipindi hiki ili niweze kujibu maswali aliyouliza kwamba kwa nini fine art hawafanikiwi au hawawi maarufu kama wasanii wa Bongo Flava na wasanii wa Bongo Movie. Kwanza, kwa majina yangu naitwa Manka Mushi. Nipo hapa kwa ajili ya kujibu hilo swali. Wasanii wa fine art hawafiki mbali kutokana na kwamba kitu wanachokifanya kinakuwa ni baina ya yeye na mteja wake. Lakini kwa wasanii wa Bongo Movie na wasanii wa Bongo Flava wanafika worldwide kwa sababu wapo kimataifa zaidi, kwamba vitu vyao vinaonekana kwenye television, vinasikilizwa kwenye redio. Kama sasa hivi television, redio zimefika mpaka vijijini. Kwa hiyo chochote kitakachotokea kwa hapa mjini lazima na vijijini huko, tofauti na zamani, lazima vitawafikia, kwa sababu sasa hivi hata vijijini kuna umeme. Kwa hiyo vitu vinakuwa ni rahisi sana kufika. Kwa hiyo wasanii wanakuwa wanapata mafanikio kwa sababu vitu vyao vinaenda mbali zaidi mpaka nchi za nje. Lakini kwa wale wa fine arts vinabaki hapa hapa kutokana na kwamba ni vitu ambavyo wanavifanya ndani ya nchi na ni vitu ambavyo wanamalizana kati ya yeye na mteja wake. Kwa hiyo haviwezi vikafika mbali kwa sababu hakuna media yote wanayotumia. Sasa ningependa kufahamu, kwa sababu kwa jinsi ambavyo umeelezea inaonyesha ni kitu fulani ambacho tunaweza tukasema ni micro marketing. Ni kama ni soko ambalo lipo baina ya mtu au mtengenezaji na mnunuzi, ambayo hiyo inatusaidia sana kupata feedback kwa haraka. Lakini wao nahisi kwamba hawafiki mbali kwa sababu moja. Tunapenda kufahamu, je, ikiwa wakiingia katika mfumo wa macro ambao ni mfumo wa area kubwa, je, unahisi ni wakitumia njia gani ili waweze kufika katika huo mfumo wa micro marketing? Hapo inabidi sasa hivi kuna vitu vingi, kuna social media, kuna WhatsApp, kuna Instagram, kuna Facebook. Wangejaribu kutumia, simu zao wasizitumie kama tu kwa ajili ya kuwasiliana, kutumiana message. Wafungue account ambazo watatangaza biashara zao, kama Facebook, kama Instagram. Wanafungua account yake, anapata followers, anapost vitu vyake. Kwa hiyo kupitia wale followers ambao atakuwa amewapata, akipost kazi zake, inamaanisha kazi zake zitafika mbali kwa sababu ametumia simu yake kufungua account yake ya Instagram, Facebook, na ameenda kuposti kazi yake. Kwa hiyo nashauri wafungue account, waposti kazi zao ili zifike mbali. Na je, unahisi katika ukiangalia watu wa filamu na watu wa muziki ni watu ambao hawategemei muziki kwa asilimia kubwa. Unakuta wengine wana maduka, wana nini, lakini ukiangalia mtu ambaye anafanya fine art unakuta all the time kwamba amewekeza muda wake kwenye fine art. Huoni kwamba hiyo ni sababu mojawapo au kikwazo mojawapo kutokutegemea nyanza nyingine za kujipatia kipato? Hao wasanii wanakuwa na vyanzo vingine vya kazi, umesema kwa sababu ya wanajulikana, si ndio? Lakini hata yule mtu wa fine art akishatumia simu yake kutangaza biashara yake,
naamini atapata kipato kikubwa ambacho kitamsaidia na yeye atostiki kwenye kazi moja, atapata kazi nyingine tofauti na zile. Kwa hiyo kupitia pale kutangaza biashara yake kupitia social media itampeleka kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine, kwa sababu hata wasanii wanaonekana kwamba wana vitu vingi ni kutokana na kwamba vitu vyao viko kwenye social media, vinaonekana, vinapatia fedha, kwa sababu sasa hivi pia kuna akaunti ambazo za YouTube ambazo wanalipwa. Kuna kiwango fulani ukifika unapata pesa. Kwa ile pia inawasaidia, wanakuwa na vyanzo vingi vya kupata hela. Kwa hiyo hata yule mtu wa fine art akitumia simu yake vizuri, akitumia social media yake vizuri, itamfanya atapata pesa zaidi ambayo atafungua biashara nyingine tofauti na ile ambayo anaifanya. Asante. Ni mimi hapa tena mtangazaji wako David. Ningependa twende break fupi kidogo, then turudi. Tungependa kujua baada ya break, je, ni nini serikali yetu ifanye ili kuwaokoa watu wa fine art? Angalikuwa ni watu ambao wanafanya sanaa nzuri na zenye kuonekana na zenye kukaa kwa muda mrefu. Napenda twende break kidogo. Mimi tena mtangazaji wako David Japhet, na tuko studio hapa pamoja na dada Manka. Ningependa pia kuendelea pale ambapo tumeishia. Swali letu la mwisho lilikuwa nasema kwamba ni ushauri gani unapenda kuipa serikali kuwasaidia vijana wanaofanya fine art, na pia ni ushauri gani ambao unataka kuwasaidia vijana ambao wanafanya fine art ili kuweza kuendelea na kujipatia kipato zaidi kuliko kukaa na sanaa yao ndani? Ushauri wangu kwa serikali ni wajaribu kuwatafutia masoko ili wasikae na vipaji vyao ndani. Wakiwapatia masoko, wakatafutia masoko, itaweza kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni kuwashauri fine arts kusajili BASATA, BRELA ili wawe na umiliki halali wa kazi zao ili ziweze kuwasaidia. Maana anapokuwa na umiliki halali itamsaidia kazi yake itafika mbali, itajulikana na ndani na nje ya nchi. Asante sana Dada Manka, napenda kushukuru kwa kuwa na sisi hivi katika kipindi chetu cha sanaa yetu maisha yetu. Sasa ningependa kuwashauri watu wa fine art pia wapate ushauri wa dada yetu, kwa sababu ni ushauri ambao ni mzuri sana katika sanaa yetu ya leo, na ndio maana ukiangalia akina Diamond, akina Wema, akina Skitu movie, Skitu, baadhi ya filamu ambazo zimesajiliwa, ni ngumu sana mtu kubeba filamu ile akaposti katika akaunti yake pasipokuwa na kibali cha mtu husika, na pia tunajua hiyo kwamba ni kosa kisheria. Kwa hiyo pia na wenyewe pia tunapenda kuwashauri wafanye hivyo, kwa sababu itawapatia umiliki halali ili watu wengine wasiweze kuiba kazi zao. Ni mimi hapa mtangazaji wako David Japhet katika kipindi cha sanaa yetu maisha yetu.